Kwa hiyo tuliona mambo mengi, na nikasema ya kwamba ikiwa tunatamani kumpendeza Mungu, ikiwa tunatamani kumtumikia Mungu, ikiwa tunatamani kuona matokeo ya Mungu kwenye maisha yetu, ni mpaka tutakapofikia kuwa na hali au kuwa na moyo ambao una utoshelevu ndani yake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yaani mambo yote ambayo unayafahamu ambayo ibilisi anayatumia kama kishawishi cha kumfanya mwanadamu atende dhambi, yote yanazuiliwa na kitu kinachoitwa utoshelevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mtu ambaye hana utoshelevu, hakuna namna anaweza kumpa Mungu ibada iliyo kamili. Tena hakuna namna anaweza kumtii Mungu au kumheshimu Mungu kwa sababu ya upungufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawatolea mfano mzuri wa mwanzo kabisa, wakati mwanadamu ameumbwa katika bustani ya Edeni, asili ya dhambi. Bwana asifiwe sana. Dhambi ilipoanza, ilianza katika kipengele gani? Dhambi ilianza katika kipengele cha hali ya kuona kuna upungufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza kukusomea pale Mwanzo sura ya 3. Unaona shetani anamfuata Eva, anamwambia Eva au Hawa, je, Mungu aliwaambia matunda ya mti huu msile? Bwana Yesu asifiwe sana. Eva anasema hapana, alituambia kwamba miti mingine yote tunaweza kula, lakini mti huu usile. Shetani akamwambia kwamba hapana, anajua kwamba mkila mtafanana naye. Kwa hiyo shetani alichokifanya, alimwambia Eva, kuna upungufu fulani ambao kama ukila ili tunda utaweza kukidhi ule upungufu. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo mtu yoyote yule ambaye atakubali ndani yake kuambiwa kuna upungufu kwenye maisha yako au kwenye mwenendo wako, basi yule mtu yuko tayari kuingia katika majaribu na kumkosea Mungu. Hii nikasema pia ndiyo iliyokuwa silaha ya Ayubu kushinda. Ayubu anasema Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake libarikiwe. Kwa sababu gani? Ayubu aliishi maisha ya kutokuwa na kitu, akafikia hatua ya kuishi ya kuwa na kitu, lakini katika yote mwisho wa siku Ayubu anasema ya kwamba nikiwa na kitu ama nikiwa sina, bado Mungu atabaki kuwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Ayubu hakuona kama kuna upungufu, na ukifuatilia majaribu ya shetani yalikuwa yanaleta upungufu kwenye kile ambacho Ayubu, shetani alikuwa anaona hichi ndio kinampa ulinzi. Bwana asifiwe sana. Maana shetani alienda kwa Mungu akamwambia Mungu ya kwamba huyu mtumishi wako Ayubu ambaye unaona anakucha wewe ni kwa sababu ya mali zinazomzunguka. Bwana asifiwe sana. Kwa sasa shetani akasema sasa cha kufanya niende nikalete upungufu. Akaanza na mifugo, akaanza na wanyama, akaanza na uharibifu wa mashamba. Baadaye wakaja watoto wake, anajaribu kuleta upungufu kwenye maisha ya Ayubu ili aweze kumpata Ayubu. Baadaye akaleta mke wake, hata katika mke wake pia akaleta kama tafurani. Tunasoma tu kwenye maandiko kwamba alisema tu ya kwamba kufuru Mungu ufe, lakini hatujui yalikuwa ni mazungumzo ya umbali kiasi gani, yalikuwa ni maisha ya umbali kiasi gani. Huenda kuna mazingira Ayubu alikuwa anaumwa, amelala nje, mke wake anampita kwa sababu ameshachoka. Bwana asifiwe sana. Kwa statement aliyosema mke wa Ayubu inaonyesha ya kwamba mwanzo alikuwa anajitahidi kumhudumia. Anaumwa, baba anaumwa, anaenda anamchukulia maji, anamnawisha, kama ni bidawadawa anamtafutia, lakini kafikia hatua amechoka. Kwa kuna muda huenda anampita sebuleni pale, baba wa watu wanashindwa kutembea, analia, vidonda vinamuwasha, anashindwa kuomba msaada, lakini anakuambia nimeshachoka, kama ni hivyo kufuru Mungu ufe. Bwana asifiwe sana. Yote hayo shetani anajaribu kuonyesha kwamba kuna upungufu umetokea. Kwa hiyo solution kumkatae Mungu ili kuondoka, lakini Ayubu hakuona upungufu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa nikasema hayo ndio maisha ambayo tunatakiwa kuyatamani, kuyaishi. Na mimi ndio kio yangu, mimi na wewe leo tufikie hatua ya kuishi katika hali ambayo hatuoni upungufu katika maisha yetu. Bwana asifiwe.